inadhihirisha namna wewe binafsi unavyothamini diaspora na mchango wao kwenye maendeleo ya nchi yetu. Pia inaleta picha ya ujumla ya namna serikali ya awamu ya 6 inavyotoa kipaumbele kwa diaspora. Sisi ambao tunaishi na kufanya kazi kwa ukaribu na diaspora, tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako ardhini kukutana nao. Mheshimiwa Waziri, mwitiko huu wa diaspora unaonyesha upendo walionao kwa nchi yao na utayari wao wa kushirikiana na serikali iliyopo madarakani katika kufikia Tanzania tunayotaka. Basi Mheshimiwa Waziri, kwa heshima kubwa sana naomba kukualika uzungumze na diaspora hawa. Recording in progress. Wana shauku kubwa ya kukusikiliza na kuzungumza na wewe. Mheshimiwa Waziri, karibu sana uzungumze. Asante sana, naamini wote mnanisikia. Naomba nianze kwa kutambua viongozi walioko hapa ndani. Nitambue, amejitambulisha, lakini naomba nimtambue Virginia Msabila, Kaimu Balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Marekani. Naomba nitambue shoto kwangu Mheshimiwa Balozi Swahiba Mdeme, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya Ulaya na Marekani katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa, na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Natambua uwepo wa watumishi wote wa ubalozi wetu hapa Washington na kutoka New York. Natambua kwa namna ya pekee viongozi wa jumuiya za Watanzania ambao tumeshiriki nao hapa, wa jumuiya pamoja na DAICOTA na TAMCO. Natambua uwepo wenu wote wana diaspora mlioko Marekani na kwingine kote. Naambiwa pia, sijamuona lakini naambiwa Balozi Anisa Mbega maarufu, ambaye ni mkurugenzi wetu wa idara ya diaspora, kama yupo naamini ananisikia ingaje simuoni. Naambiwa pia kuna watumishi wa serikali ambao wa wizara ambao nao wamejiunga na sisi, lakini pia nina watumishi ambao nimefuatana nao kwenye ziara hii. Naomba wote kwa ujumla wenu ni wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Naomba awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia uhai na afya kuweza kukutana leo. Maana unajua tunapitia kipindi kigumu cha janga la gonjwa hili, na ukiona kwamba tumefikia hapa tunamshukuru Mungu. Lakini pia naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa Kaimu Balozi Virginia Msabila pamoja na timu yake na Mheshimiwa Balozi Swahiba, ambao nadhani wengi wenu mnamfahamu kwa wakati ule akiwa ubalozini, lakini sasa hivi ndiye ameteuliwa na Mheshimiwa Rais kama balozi ambaye atakuwa anasimamia idara inayoongoza masuala yote ya Americas na Ulaya. Naomba pia niwashukuru watumishi wote ubalozini, balozi wetu hapa Washington na waliotoka New York kwa maandalizi mazuri ya kuwa na mkutano huu. Kukutana pamoja na kwamba tunaona kwa mbali, lakini najua imechukua juhudi kubwa kuweza kuunganisha, kwanza kwa viongozi ambao wameweza kuwepo hapa, lakini pia kuweza kuunganisha Watanzania wote, jumuiya ya Watanzania kote. Maana nimeambiwa sio Marekani tu, lakini na nchi nyingine, Canada naambiwa wapo, Uingereza wapo na kwingine kote. Kwa hiyo naomba niwakaribishe, nieleze furaha yangu ya kuweza kukutana na nyinyi. Nilikuwa na shauku kubwa sana, lakini of course uviko 19 imefanya tusikutane ana kwa ana, lakini sasa tunakutana
ambayo ndio tunasema this is a new normal, inatosha. Angalau naona wote mko vizuri, wa afya njema, na mkutano huu ni kielelezo tosha cha ushirikiano mzuri kati yenu na ubalozi, lakini pia ushirikiano mzuri unaoonyesha kwa Watanzania wote popote mlipo. Ni imani yetu kwamba mtaendeleza ushirikiano huu wa kizalendo kwa ajili ya manufaa ya taifa letu. Leo nimeona tu nikutane na nyinyi, lakini kwanza nitoe salamu nyingi kutoka kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais anawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia ameniagiza niwasitize Watanzania wenzangu popote mlipo kudumisha umoja na mshikamano baina yenu na kuwakaribisha kuchangamkia fursa mbalimbali za biashara, uwekezaji zilizopo nchini Tanzania, lakini pia nawakaribisha katika kushirikiana na serikali yetu katika kuleta maendeleo nchini, hasa kwa kuchangamkia fursa zilizoainishwa katika vipaumbele ya serikali ya awamu ya 6. Nitavieleza baadaye, na kila mtu utaona kwamba katika vipaumbele una mchango, kila mmoja ana mchango wake katika hiyo vipaumbele. Lakini pia naomba niwapongeze kwa kuendelea kuishi vizuri, kwa kukumbuka nyumbani, kwa salamu ambazo mnatuletea, lakini mimi nilifarijika sana kwa salamu zenu nyingi na za dhati. Nilikuwa naambia maafisa hapa kwamba tarehe 31 Machi mwaka 2021 nilivyoteuliwa, lakini tarehe 1 mwezi wa 4 2021 nilivyoapishwa, message zilizoingia zilifanya simu yangu ikazima. Maanake ilijam. Baadaye nimechukua muda, kwenda kabidi kupunguza mambo mengi niweze kupata hizo. Nimeanza kuzisoma hata nikiwa kwenye ndege za tarehe 1 mwezi wa 4 ndio zimeanza nyingine kuingia. Kwa hiyo mimi napenda niwashukuru kwa hiyo. Shukuru support yenu na washukuru kauli zenu. Manake najua kwamba kauli moja tu mbaya unatumbuliwa, lakini kauli zenu zimekuwa nzuri. Kwa hiyo mimi nawashukuru kwa hiyo. Sasa naomba mniruhusu, manake najua mmekuwa wote mnafuatilia, wengine wataniambia ni wasomi, wengine mtasema natuambia ambayo tunayajua, lakini mimi naomba kusudi twende wote niweze kuwaeleza kwa kifupi na kwa mtiririko kuhusu mipango na vipaumbele vya serikali ya awamu ya 6. Unajua tangu Mheshimiwa Rais ameingia madarakani, tulikuwa tunasherehekea au tunakumbuka siku 100 za kazi ya uongozi wake na mafanikio. Sasa kuna wengine ambao wameshaanza kusema honeymoon imeisha. Honeymoon alikuwa siku 100, maana Mheshimiwa Rais ana miaka 5 ya uongozi. Kwa hiyo honeymoon sidhani aishi, tunaendelea. Kwa hiyo vipaumbele vya serikali ya awamu ya 6 ambavyo vimeainishwa katika ilani ya chama tawala cha CCM. Yaani hata kuna mtu aliniambia akasema, waziri unaongea mambo ya CCM. Nikamwambia pale mara ya kwanza baada ya muda mrefu sana kwamba ilani ya uchaguzi ina kurasa au vifungu au aya karibu 8 au 10 zinaongelea mambo ya nje, lakini nakutambua mchango wa diaspora. Sio kama mmekiona. Maana anasema hata kama mkubaliana siasa za CCM, lakini ngoja niwasomee hicho kifungu kusudi muweze kuelewa kwamba yale ninayosema wanafikiri ni ya Balozi Mlamula. Hapana. Na ni ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 ukurasa wa 184
sura ya 7 kipengele D kinazungumzia kuweka mazingira wezeshi diaspora katika kuchangia maendeleo ya nchi. Ipo kabisa, sijatunga. Kwa hiyo hapa ninapoweza vipaumbele, kwa hiyo na hii ni kipaumbele katika kufuatana na ilani ya uchaguzi. Lakini pia vipaumbele hivi vinaongozwa na dira ya maendeleo ya Tanzania ya 2025 ambayo ndio dira elekezi. Najua katika dira yetu ilikuwa Tanzania ifikie uchumi wa kati, tumefika kabla hatujafika hata 2025. Lakini kuna malengo endelevu ambayo kozi ambao mko huku mnafuatilia SDGs, yote yamekuwa mainstreamed katika vipaumbele vya serikali ya awamu ya 6. Lakini kuna agenda 2030, agenda 6, agenda ya African Union, ya Africa We Want, 2063 ya Umoja wa Afrika, ya Africa We Want. Kwa hiyo vyote hivyo vimezingatiwa katika vipaumbele hivi. Kwa hiyo naomba niorodheshe tu. Moja na kubwa katika vipaumbele hivi ni kukuza uwekezaji na biashara kwa kuboresha mazingira ya biashara nchini. Yaani serikali yote, uwe ni waziri wa mambo ya nje, uwe ni waziri wa uvuvi, uwe ni waziri wa uwekezaji, wote tumepewa marching orders ya kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira rafiki ya kukuza uhusiano, rafiki ya uwekezaji, rafiki ya kufanya biashara na mengineyo. Lakini ya pili ni kuendeleza sekta ya kilimo. Hiyo mnajua kilimo tumesema uti wa mgongo, lakini bado ni kipaumbele kikubwa sana. Ya tatu ni kuendeleza sekta za mifugo na uvuvi. Na ya 4 ni kukuza upatikanaji wa mbolea bora, kuendeleza sekta ya elimu, kukuza uwekezaji katika sekta ya madini chini ya ushirikiano wa umma na sekta ya umma, kuendeleza miundombinu hasa barabara na reli, kukuza uzalishaji wa nishati kutoka vyanzo mbadala, kuboresha upatikanaji wa huduma bora za afya na kukuza sekta ya utalii nchini. Kwa hiyo ndio vipaumbele. Lakini ukiweka labda kwa ujumla na kwa Kiingereza ni kwamba vipaumbele hivi kwenye competitiveness viko katika promoting of industrialization, of promoting trade and investment, of promoting tourism, of promoting social development and skills development. Kwa kifupi, manaka nadhani na mwana Nasibu ana note, nadhani yana resonate na nyinyi. Kwa hiyo tunachosema hapa ni kwamba utekelezaji wa mipango hii, vipaumbele hii utahitaji ushirikiano wa ndani na wa kimataifa na ushiriki wenu. Na nimefurahi of course kuona kwamba mkutano ambao tunafanya huwa mtandao umeshirikisha nadhani Watanzania wa experience mbalimbali, ujuzi mbalimbali, maeneo mbalimbali. Kwa hiyo maana nilikuwa na viorodhesha kila mtu aone wapi anaweza akaona ni entry point, au kama naendeleza wapi. Kwa hiyo mimi ni watake kwamba sasa vipaumbele vinajulikana. Maana kuna mtu kiakata anauliza hii serikali inaenda wapi? Kwa hiyo vipaumbele vipo na vimeainishwa katika nani zote nilizowatajia hizo. Na nilifurahi of course kuona kwamba nchi ya Marekani au serikali ya Marekani katika nchi ambazo inazipa kipaumbele Tanzania. Labda tumtuaribu wenyewe au mtuaribie. Lakini inaonekana mahusiano kwa kweli ni mazuri. The first call of course kulikuwa na kumpongeza Mheshimiwa Rais, lakini Secretary of State akachukua simu akaambia Mheshimiwa Rais naomba tuzungumze, na alivyoeleza ilikuwa mambo mazuri ya kutambua mchango wa Tanzania katika kukuza mahusiano yetu hapa,
na vile vile kupitia vipaumbele hivyo. Kwa hiyo mimi nasema baada ya hapo ikafuata tena ziara, wanasema maana wa Marekani wanataka kuona mwenendo wao unaendaje. Anza kuona hizo high level visits na viwanzi. Mpaka katika kipindi cha miaka 6 nadhani hatukumpata hata mtu, hata desk officer wa Tanzania hakuna aliyetembelea nchini. Sasa hivi tumeshapata hiyo, na nani amekuja huyo Under Secretary of State for Political Affairs Balozi Victoria Nuland amekuja, na hivi nimetoka nyumbani, siwaambii ni nani, lakini kuna high level anakuja in October. Maana sisi ukiwa kama balozi ukiwa naeleza hivi mna mahusiano mazuri, wewe angalia kwanza the visits. Kama hakuna visits ndio kwamba pamoja kama mambo yanaenda nani in the background, lakini amiaoni. Kwa hiyo hizo mimi nisema kwa upande wa Marekani tuko vizuri, na tunashukuru. Tunataka nyinyi muendelee kuwa mabalozi wetu wazuri na kuona kwamba uhusiano wetu na serikali ya Marekani unazidi kuimarika. Na pengine wote mlioko huko rai hiyo walioko Uingereza tayari tumeshakuwa na visits mpaka za waziri ambaye anashughulikia masuala ya Afrika ambaye alikuwa hajawahi kuja. Kwa hiyo kwa kweli tunaendelea. Tony Blair akaja timu yake katika mahusiano, kwa kweli tunaendelea vizuri, lakini hatubweteki, na ndio maana tunawategemea nyinyi mwende kutusaidia kuweza kuendeleza mahusiano hayo yawe juu na juu zaidi. Lakini pia niongeze kwamba rai yetu kwenu Watanzania wote, hasa mwisho Marekani na kwingineko, ni kuunga mkono utekelezaji wa vipaumbele vya serikali ya awamu ya 6 na kuhakikisha kwamba serikali iko tayari kushirikiana nanyi katika nyanja zote zilizoainishwa katika vile vipaumbele nilivyowatajia. Hivyo msisite kushiriki wakati wote. Lakini pia nisitize kwamba tunashiriki katika mtandao huu, na mimi kushiriki hivi bila hata kujiuliza ni kwamba kutokana na awamu ya 6 ilipoingia imefungua space mshindo wenyewe. Imefungua space ya habari. Maana hapa sijaona hata mtu anafungiwa katika hizi mitandao ya jamii. Kila mnasema mnatukana, lakini kazi inaendelea. Imetokea kama mnasema kwa nyinyi mko huku mtakuwa mnaulizwa demokrasia inabanwa kala gani? Mimi sijui imebanwa wapi. Na tumemaliza uchaguzi. Sasa tumeingia katika serikali imeanza utekelezaji. Sasa watu kila wakati wanataka hiyo Afrika uchaguzi ni 2025. Lakini ndio hiyo demokrasia, vyama vya uchaguzi. Sijui, anyway tutaelezana. Mimi sioni kama kuna tatizo ambayo kusema kwamba hakuna uhuru, na sio uhuru mimi nisema siongei kama mwanasiasa. Lakini naona maana zamani hata hivi mitandao mimi nasema kuingia hata kwenye hii kwani unapata vibaya ni kama 10. Lakini tunajimwaga. Kwa hiyo nasema na nyinyi muwe uhuru, lakini wanasema kila freedom with responsibility. Yes, accountability. Sio kama unasema tujimwage hapa ndio mlete sasa wanasema figisu ambazo zitaleta machafuko. Hiyo hapana. Huko hata hatutavumiliana kwa hilo. Kwa hiyo zaidi kwa kweli mimi ubalozi wetu umejipanga vizuri. Tumekuja kama tumeimarisha ubalozi kwa kuleta maafisa. Maana mnajua tulikuwa kuna vipindi tumefikia kwa labda balozi ana afisa mmoja wawili. Lakini sasa tumeleta hasa maafisa ambao kwenye fani zao kwamba hapa inakuwa ni one stop center. Ukitaka hiki, ukitaka huduma hii, utaipata. Sasa hivi kwa kweli walivyojipanga, na Mheshimiwa Rais ameteua na kumwapisha balozi mpya, Mheshimiwa Balozi Ellis Kanza, ambaye alikuwa kwenye World Economic Forum. Sasa hivi ameenda Geneva kufungasha. Kwa hiyo naamini kipindi chochote hivi karibuni atakuja. Kwa hiyo mimi nitaomba mpe ushirikiano kama mlivyokuwa umetupa sisi wote. Na namuona Lunda hapa ananodi hata nadhani nimeshaanza. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ametambua kwamba anawaletea mwenzenu.
Wenzeni nasema katika Runda hivi, nikisema wenzeni sio akina Liberata, mama Mlamula, analeta sasa watu wanaoendana na wakati. Kwa hiyo mimi naomba mpe ushirikiano mnavyoweza, na tukuta jumuiya zimekaa vizuri, Daikota mmekaa vizuri, hao wanaotoka North Carolina wamekaa vizuri. Kwa hiyo kazi yake itakuwa nyepesi. Kama at least mimi ushirikiano mlionipa ulikuwa mkubwa sana. Kwa hiyo mimi naomba mzidishe hata hapo. Kwa hiyo nitaka niwaambie hiyo, lakini kuwaomba tu kwamba mtunani naye. Na zaidi of course sisi kama Wizara ya Mambo ya Nje, sera yetu imezingatia zaidi diplomasia ya uchumi. Nitaongea hapa kutaka kujua diplomasia ya uchumi ni nini, lakini yale vipaumbele nilivyo hapa pale. Hakuna siasa. Kwa sasa kuweza kutekeleza hiyo vipaumbele ndio diplomasia yetu ya uchumi. It's not a magic ni ile kutekeleza hivyo vipaumbele ambavyo vya for social and economic transformation. Sisi tunatoa mchango wetu kwa kutokana na sisi ambao kwamba tuna faida ya kwamba tuko nje, tuna mitandao ya kuweza kuleta, kama ni wafanyabiashara, kama ni ku transfer technology au knowledge na nani. Sisi ndio hiyo tunao position kama bridge ya kuweza kusaidia hizi sectors zote. Nimezungumzia kuhusu mazingira ya biashara yanaimarika. Sio kama nasema labda amefikia pale ambapo tunasema yafikie, lakini nimesikia marekebisho makubwa yaliyofanywa ya sheria, sekta za sheria, ya fedha, uwekezaji. Umejua mimi sikuamini kwamba bado tulikuwa na Investment Act ya 1997, 1996. Kwa hiyo sasa inaboreshwa. Na kuna hiyo ya blueprint for regulatory reforms to improve the business environment. Kwa hiyo hizi regulations, regulatory authorities zote zinajipanga kuboresha mazingira ya biashara. Kwa hiyo kuondoa kero za kodi, maana kama 154 basi kuna kodi 154. Kwa hiyo sasa ndio zinafanywa mapitio na kuweza kuondoa kero ambazo wengi mmekuwa mnaziongelea. Mchango wenu ambao nimesema ni mkubwa. Nyinyi mnajua statistics, of course sio kila kitu kinapita benki kuu, kwa hiyo maana inaonekana saa nyingine mahesabu yetu ni madogo, lakini pia usakipeleka hapa sio kama inakuwa rekodi ya kipeleka mkoba huko, lakini zinaenda, lakini asingine ni kuu. Na sasa hivi ya situma kwa pesa nini mnaita ile tukio huku, ilikuwa na moja ambayo tulikuwa tunatuma kwa mtandao sendi sio mshabani mchanga inaendelea. Sasa kutuma sendi wa hiyo kuzi inaingia boda sio inaingia wapi, lakini kuna nyingine ambazo ziko recorded. Kwa hiyo kama nasema kwa kisema Tanzania tuko nyuma, na nitamwambia kuna nyingi sana ziko recorded. Kwa hiyo mimi nadhani ukoshi mchango huo unaendelea. Na nilikuwa naambia wakati nafundisha wanafunzi wangu, nikanaambia while I'm Washington, and if there's a need back home while I'm teaching here, I'm sending money. Kwa hiyo maana ambapo huku hiyo mobile money huko hajapata kasi kama ya kwetu. Kwa hiyo mimi nasikia mnaamini kwamba pamoja na kuonyesha ziko takwimu ziko chini, lakini mchango wenu bado ni mkubwa sana. Area nyingine ukozi ambayo inaitwa msisitizo ni ulinzi na usimamizi wa uwekezaji katika mali asili. Utajiri wa nchi yetu, natural resources and national wealth. Unajua ukozi katika nchi nyingi wanasema kwamba kuna resource curse, lakini kwa Tanzania ukozi has not been a curse, but then it's how you manage it. Kwa hiyo mtakubaliana nami kwamba uvunaji unahitaji uwekezaji mkubwa ambao unakuja na teknolojia ambayo nchi yetu haina. Ndio hapa tunapohitaji ni tusaidie pia katika kuwekeza na kwenye sehemu ya ya natural resources, lakini ziwe managed vizuri na iwepo na wealth distribution and so forth. Idadi ya Watanzania walioko nje nayo mimi ndio nasema saa nyingine tukiwa naulizwa, ukiulizwa sasa hivi idadi ya Watanzania kwa mfano walioko Marekani nitatunga. Sidhani kama inajulikana. Kubwa zaidi ni kwamba amjiandikishe, amjitokeze. Najua kwa sababu namuona Aisha hapo angalia anajua tatizo tulilonalo la kuweza kujua idadi ya Watanzania tulionao hasa kwa Marekani tu. Nyingine sijui, lakini kwa Marekani mimi nimejitahidi sana
Kwa hiyo akitoka hapo kutaka kujimwamba fai, unasema tunao milioni 1. Wako wapi hao? Kwa hiyo mimi natoka, rai yangu pia ni kwamba jamani, sidhani kama ukijiandikisha kwa Jane hapa Jane kwamba atakuungua. Maana kuna wengine ambao wanasema ajilipua. Hakuna atakaye kulipua au wewe kujilipua. Yaani inatusaidia hata sisi kujipanga. Na tunaweza kupiga kelele. Wana diaspora. Pia kusikia mimi naambia tu wako 30,000. Haya, haiwezekani. Kwa hiyo mimi naomba tu muweze kuaminia ubalozi utaweka utaratibu mzuri. Kuna bwana Eric hapa ambaye amekuja hapa kama mwambata fedha, lakini katika hii mambo ya teknolojia nadhani ameiva. Kwa hiyo tunataka kuwa na mtandao mzuri ambao hautabughudhi sana, lakini tuwe na data. Kwa hiyo inaweza kutusaidia sana katika hata challenge. Wanasema hata Tanzania wana diaspora, kumbe wapo na wako vizuri. Tujue ni fani gani ninachokifanya. Usije hata tunatafuta mtu deployment au kwa mfano mtu alikuwa anasema juzi Nairobi anambia na sisi jamani mtukumbuke katika uteuzi. Kama sasa tateuaje wakati hatujui huko. Tunajua unafanya nini? Mimi bahati na wajua kwa vile naona lakini watu hawajui. Hawajui kwa kama lini ndio hapa wako fanya nini? Ninajua na huo muda ikote. Lakini ukozi na balozi Anisa na dada nasikia, lakini sio kama kuna database ambayo hata mimi nikiondoka unaweza kaipull. This is what we need. Tufanye system modern technology hivyo inaruhusu. Unaweza na iko New York. Utaiona. Naona profession yako. Sawa. Utaona profession yako, jina lako, na kazi kwa kitu unafanya. And at the same time ukishapeleka hilo form yako pamoja na CV yako inakurudishia confirmation number. Ile confirmation number unakaa nayo, alafu unakuja kuregister kwenye community sasa. Very good. Maana community inataka ijue watu wako wapi. Sawa. Na embassy inataka ijue watu wako wapi. Kwa hiyo tunafanya kama kata kule kwetu. Sisi kata ya New York inajulikana, kata ya Dakota inajulikana, North Carolina inajulikana. Kwa hiyo ile ina function sasa hivi. Lakini tunatengeneza tena nyingine Tanzania tu walioko Marekani. Kwa hiyo utaka data hiyo unaipata kwa stroke of the finger. Is that so? Sasa hapo shida na nini nataka kujua hiyo finger unaweka wapi? Basi mimi nawapongeza na kuja huko tena hivi. Basi sasa ndio hiyo. Shia na wengine wote wamekusikia. Na hiyo bora tumeanzia kwenye technology ya nania ya Dr. Temba hapa mpaka ya kuchoma nyama. Sasa Kwa hiyo mimi nashukuru kwa umeingia kwenye database. Niwapongeze sana na kwa vile tuna mtandao wa huyu tunaangaliana tunasikilizana tuone jinsi ya kuweza kuboresha hiyo. Pamoja na Steve kwa imamu yuko kwenye group. Kwenye hiyo group. Very good. Very good. Basi mnaona hizo the good practices. Maana mimi nakwambia nimekaa kwa miaka nimeondoka. Amekuja Ujira ameondoka. Lakini hakuna mimi nikiulizwa kila siku natunga idadi tu. Lakini kusema nimepewa ya kuanza kweli na nani sina. Kwa hiyo mimi nasema hilo litatusaidia sana. Maana hata kwa mfano kufanya census ya nchi. Kama tunasema maana yake nini kufanya census? Kama ujui na wananchi wangapo population yako na ingaja kama mipango yote ambayo mnapanga inakuwa ni ya kubuni tu. Kwa hiyo unaona demographic composition, tunao vijana wangapo, wazee wangapo, nchi wanajua. Tunasema priorities, wazee kwa mfano hii ya COVID. Mimi kaambia sisi hata kusema wazee wangapi pale sio kama tunawajua wangapi. Lakini vijana tunajua wako wengi, lakini tunabuni. Na sasa tunaenda kwenye census sasa. Kwa hiyo angalau tutatengenezea hiyo tutajua tunasimamaje. Lakini niseme pia inaanza kwa kusema kwamba tuna sera yetu ya mambo ya nje ambayo tunaipitia ambayo inaunganisha pia inahusu hasa mimi najua of course mtaniuliza swala la uraia pale. Lakini sera yetu
Sera yetu zaidi inajikita kuweza kuhakikisha ustawi na maslahi ya diaspora. Ndio upana wa sera yetu. Sasa katika hiyo kuhakikisha ustawi na nini, ndio tunaingia hiyo ni aspect moja ya hiyo sera nzima. Kwa sababu najua ni muhimu, lakini kuna mengine ambayo ni muhimu sana katika ustawi wenu na ushirikiano wenu na mchango wenu. Kwa hiyo mapitio ya wasilisho hilo tunaendelea tutaendelea kuwashirikisha kwa njia ya mtandao. Nilichokuwa nasema nauliza kama hivi jamani huko naomba Dr. Ted umeshaizima. Lazima kama huko ni call uendelea, lakini hapa sehemu nyingine. Basi nasema tunaendelea kuipitia na tutaendelea kupata mchango yenu, maana tulikuwa tufunge. Lakini sasa ilipoingia awamu mpya na mimi nikaingia, ikaonekana mimi nijiridhishe. Lakini sasa ikawa imefungua hiyo fursa nyingine ya kuweza kutoa michango yenu. Lakini tumeshapata, nadhani tumepata michango kwa kweli mipana. Katika mahali sasa ndio tunaweza tunaweka nani yetu pamoja, na hiyo itatoa mwongozo namna ya kushughulikia masuala yote ya diaspora kwa maslahi ya taifa na diaspora kwa ujumla. Na katika kuainisha sera yetu hiyo tumeangalia tena mikakati hata kupendekeza. Maana mimi nimesema kwa mfano ile uraia pacha tumeliongelea mimi nikiwa hapa wakati wa mchakato wa katiba, tukawa tumefika mahala kama imefika pazuri, lakini mchakato uko bado haujaibuka tena, haujaibuliwa tena. Lakini mimi jukumu langu ni la kisera, na katika sera hiyo ndio tunatafuta mpango mbadala. Maana mimi sina dhamana wala sina maelekezo ya kwamba mimi naweza kubadilisha katiba kwa kuweka swala ila hasa hilo la raia pacha. Huko siko. Mimi niliko na mchango ninayoitaka ni katika kuboresha ya kisera, kwamba tukija na mkakati. Kuna hizi mikakati ambayo nasema mikakati, lakini hati maalum. Naomba ni introduce na background, na tumeshalizungumza na Balozi Anisa, kama atakuwepo atawaambia. Maana tumeona tutakuwa ili kwamba wanakwambia some doors are open, lakini umekaa unaangalia huo mlango uliofungwa. Maana huo mlango uliofungwa sasa hivi ni kwamba katiba ni mchakato, lakini kuna doors nyingine ziko open. Lazima wakati tunangoja hiyo ya kikatiba, lakini na tukatengeneza the special status. Na wote mnaosema yes. Si ndio? Maana kama kwa kuanzia na imefanyika. Wa Ethiopia mnaona wote wako hapa. Hamna mtu wa Ethiopia naye ambaye sijasema hamna mtu wa Ethiopia, lakini wengi wako kwenye hiyo inaitwa special status. Wana hati maalum. India pia nimeletewa, ambayo nadhani mnazijua, nimejua kukula, lakini mimi nimeletewa maalum kuonyesha mpango wao ulivyo. Yani tena huo ni wa kisera. Na kubadilisha kozi baada ya kupisha sera sio kusudi kutekeleza sera, inakuwa na sheria. Naweza kawa na sheria enabling legislation ya kuweza kufanya hivi. Lakini Tanzania raia pacha mimi hakuna kusikia wengine raia pacha, basi tutakalia huko. Na mimi namaliza, anakuja mwingine, hakuna tunakoenda. Kwa hiyo nataka tuangalie hiyo, kuangalia utaratibu mbadala ambao sisi tutaweza kuaddress yale ambayo yamekuwa ni ambayo imekuwa kero kidogo kwenu. Kwa hiyo nadhani tutaya-address tu na masuala yetu. Tukisha-address hilo, then yale matatizo tunayosema ya kumiliki ardhi, ya kuwa na properties, yote yataangaliwa. Mimi nasema ule mpango wa niona wa India ndio uko, yani ule kwa kweli ndio tuangalie. Unaona unakava karibu maeneo yote ambayo yamekuwa yanawakwaza kama wa diaspora. Lakini nasema ukiamua kwenda kufundisha au kwenda kufanya kama wanavyoendaga kina Frank mingi ya kwamba anajitolea msita, anaenda mhubiri kutoa huduma, unauliza kweli raia pacha kufika kwenye jiji tunatoa huduma. Kwa hiyo huduma iendelee wakati mchakato huu unaendelea. Maana like, kama ikiwezekana basi. Lakini mimi nasema tunaendelea kunifanyia kazi na nimekuwa of course na swali la vitambulisho vya NIDA. Nalo natamani ilikuwa mimi natoa. Lakini lazima sisi tunafanikisha kama Wizara ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na taasisi nyingine.
Mtu akija hapa akakupa majibu mepesi ujue ni mwongo. Uwezi mwenyewe, lazima tunashikiana na taasisi nyingine zote. Na sasa hivi mpaka la NIDA nyinyi mnaona tatizo kubwa sana kwa upande wenu wa diaspora, lakini hata kwa wananchi ndivyo kuja vya kuchanja. Kuchanja una kadi ya NIDA uchanjwi. Kwa hiyo sasa ndio unaona watafuta hata mbadala ya kwamba wengine ambao hawajapata kadi za NIDA wewe waweze kuweza kuchanjwa. Mwingine hana hata kadi ya, maana wanasema kitambulisho. Kitambulisho tu unaanza kusema kama una NIDA basi hata cha kupiga kura. Mimi sina cha kupiga kura. Sina NIDA. Sina passport. Kwa hiyo lazima ili ni nani ambalo kama population yote haijapata vitambulisho vya NIDA, sasa na hii huko ndio tatizo na nyingine kuja kufikiwa. Lakini ninachosema kwamba hivyo vinatolewa kozi chini namba ili kuwezesha kukamilisha masuala mbalimbali nyumbani. Kwa hiyo niwafahamishe kwamba maombi haya yote yamewasilishwa katika mamlaka zinazohusika na yanafanywa kazi. Na tunaomba tu muendelee kuvuta subira wakati tukisubiria kupata maelekezo kuhusu vitambulisho hivyo, ambayo kwa sasa anasema vinatolewa kwa Tanzania waliopo nchini pekee, lakini hata walioko sio wote wamepata. Kwa hiyo mpaka wamalize kwamba kila mwananchi apate, maana hata kuregister na ni simu card unahitaji NIDA. Ndio maana unakuta nyinyi tena kumpigia mtu simu jina linatoka ni Swaiba, maana ametumia Swaiba kusudi aweze kuregister. Ni kwamba kufikia nchi nzima kupata vitambulisho bado ni kazi kubwa. Kwa hiyo mkiona mnaona kwamba la kweli inachelewa, ndio hata mahitaji ya mle ndani bado hajakamilishwa. Kwa hiyo mimi naomba Watanzania wenzangu nisiendelee kuongea mimi mwenyewe, nihitimishe kwa kuambia kwa serikali inapenda sana nani. Okay. Sasa hapa kwanza mimi nataka hawa naniletea hapa lakini kazi yao. Ila ubalozi kabla sijahitimisha, niliwaambia mwanzoni nianza kwamba serikali au wizara imeleta maafisa katika medical station hapa, sio mobile. Kwa hiyo inabidi yote analeta passport pamoja na kujaza online, lakini ikifika kwenye fingerprints inabidi uje physically. Sasa nasikia kuna changamoto nyingi za kusafiri, na wengine kwa sababu COVID nalo kusaidia miaka 2 kusafiri imekuwa shida, lakini pia wengine hamna vitambulisho, maana wengine wanatafuta NIDA lakini hata vya huko nchini hamna. Kwa hiyo nasikia na hivyo kama una vile vinavyoruhusu kusafiri nayo inakuwa ni changamoto, lakini tunataka kuhakikisha kwamba swala hili linashughulikiwa, kuona kwamba tukiwezeshwa au balozi ukiwezeshwa wana mpango wa kuwa na mobile kit ambayo naweza akazunguka nalo akafanya hizo fingerprints, lakini nayo sio kifaa ambacho ni rahisi gharama yake, lakini mimi baada ya kuona kwamba kuna hiyo, mimi naambia hata tunatafuta mbadala solution. Kwa hiyo tukipata mobile kit, bahati nzuri tulipata afisa mwandamizi wa uhamiaji ambaye wanamwamini, kwa hiyo ataweza kuwazungukia kama njia moja ya kuweza kuondoa hiyo kero moja. Lakini wakati tunatafuta naomba tu kukumbusha kwamba ili kupata hati hiyo ya usafiria ni lazima kila mwombaji of course upate taratibu zilizowekwa, ikiwa ni pamoja na kuwasilisha nyaraka zote zinazohitajika na kuweka alama za kidole pamoja na picha of course hapa ubalozini na si vinginevyo. Yani na mnajua hakuna nchi yoyote ambayo inatoa passport zake hizo kiolela. Kuna taratibu zinafuatwa, lakini kama mkuelewa, mimi nasema huyu ana majibu. Mimi wakati niko huku nikitaka kitu hata usiku wa manane, ukimpata huyu umepata jibu. Kwa hiyo mimi sio kama namfagilia, lakini she's the right person, she's good, mtumieni. Lakini mradi tu na unajua tuna uhamiaji wanafuata kanuni na sheria, msivunje sheria lakini huduma mtaipata. Huduma mimi nahakikisha mtaipata ulizo nazo. Kama umeapply ametuhakikisha yeye anaweza kaingia kwenye mtandao wa Edipota akaona maombi yako yako wapi. Kwa hiyo kwa kweli nasema kama wizara, kama serikali tumejiongeza. Kwa hiyo na nyinyi mtumie hiyo huduma vizuri. Na malipo yote of course siku hizi yanalipa kwa mtandao. Mtu anaweza akasema nimeliwa
nimemkuta sasa mkiamua kutuma middleman amfiki kokote. Tumieni nasema njia zilizo wazi. Na mkikoma nasema ubalozi wapo wamejipanga vizuri kuwasaidia na kutoa huduma ambayo tunategemea kwamba katika awamu ya 6 hii kwa kweli ni kuondoa kero. Tunajaribu kupunguza, hatuwezi kuziondoa zote lakini tunapunguza. Bwana, naomba niwaendelee kuhimiza kuwa na uzalendo kwa nchi yenu, kuipenda nchi yenu, kuiombea mema na kuitangaza vizuri popote mliko. Maana mimi nikiwa nasikia mtu anaiongelea hapa kama wewe nchi yako ni vipi? Mbona kama zetu sisi wengine ambao tuna mdada mnatuumiza, tunataka tuna kwa kukimbilia. Ni nchi yetu. Sasa mimi nasema ni nchi yenu, Kwa hiyo mimi nadhani na wasiku mwe viongozi wetu wazuri, muwe na utamaduni wetu, mwendeleze utamaduni wetu hasa kuitangaza lugha ya Kiswahili. Naona hapa tunaendesha mkutano vizuri tu kwa Kiswahili. Na sidhani mimi nawasikiliza wote wakati tunajitambulisha. Sikusikia mtu ambaye anaongea slang. Wote wana Kiswahili kizuri tu. Na kumbuka wakati nimekuja New York na hiyo Kiingereza, Kiingereza cha Kihaya na nini na struggle kweli. Lakini unakuta mtu mzima anaongea slang kama ya mwanangu. Kwa hiyo sasa hivi naona siku hizi watu wanajivunia kuongea Kiswahili kizuri. Kwa hiyo tunasema na Kiswahili kimekuwa ni bidhaa. Ni bidhaa ambayo inahusika. Kwa hiyo naomba mtambue hiyo na kuiendeleza. Na tunategemea kwamba wengi mlipo muwe Minnesota, North Carolina, muwe na centers. Kwanza hata hizo centers za Kiswahili. Na nia Asha hapa walikuwa wameshanishaga za kufundisha watoto, sikufundishaga wapi. Lakini ubalozi tulisema kwamba tunaweza kutoa hata facility hiyo wakati wa weekends. Mkaja mkafundishia hapa. Naona kana ananiambia mbona tuongezea majukumu hata weekend. Ikibidi hata weekend huduma, tuendeleze Kiswahili chetu. Kwa hiyo mimi kwamba jamani hiyo kwa hiyo lugha yetu ni nzuri na tamu. Juzi tulikuwa Kenya. Sasa wakati tuko kwenye breakfast nikawa nimekaa na waziri mmoja akawa anaagiza tu kwa Kiswahili cha kawaida tu na yeye achukua kitaka. Basi huyo mhudumu akasema Kiswahili cha Tanzania kitamu. Kiswahili cha Tanzania kitamu. Ya unaona kwamba nasema kama ni bidhaa ile really sense. Wewe furahie. Kwa hiyo naomba tu mjivunie lakini pia ukiendeleze, mchuuze. Kulikuwa na society ya Kiswahili yetu sisi bado ipo hususa. Na mtu alihusika na hiyo Kiswahili society kuhusika. Lakini ilikuwa vizuri. Hivi najua kwa zile differences zenu lakini nani the bottom line kuendeleza Kiswahili. Sasa kama waliingiza mengine sijui. Kwa wale ambao mjarudi nyumbani muda mrefu kama kwasi wanasema nyumbani kumenoga kweli, sio uongo, kumenoga. Pamoja na changamoto zetu lakini kwa kweli nyumbani sio pabaya. Wanasema wengi ukozi mcheza kwao utunzwa. Pale karibuni nyumbani. Naomba muwe na mnafuatilia maendeleo ya nchi yetu, ya kujua mipango ya nchi, malengo yetu, malengo ya uongozi wa viongozi wetu, utekelezaji wa ilani na mafanikio ambayo tumeyapata. Na pale inapobidi mtumie nafasi zenu kutushauri jinsi ya kuboresha. Maana wanaambia atu kama kiongozi mimi lakini pande wa rais na nini. Anasema mimi mpaka nashukuru kupata hiyo feedback. Lakini we constructive criticism. Jamani, kuna mengine ukisoma unasema alafu mimi kitu kingine tulisikitisha. Ni kwamba unajua si tofauti ya masaa. Mtu kalipokea huko aliyeandika kakujani kakuimba bila forward. Usiku wa manane. Usikiza unakatika hapo. Unasema hii ngoma inachezaje? Kwa hiyo jamani, lazima kama opposing criticism na constructive criticism. Mtu tusaidiane kama nilivyosema nchi ni yetu wote. Kwa hiyo mimi niseme niishie tu kwa kile ninachojijua sana, nikushukuru, nikueleza furaha yangu na kuwajulisha pia kwamba nimempata kwa nimeshawaeleza kuhusu balozi lakini naomba mpe ushirikiano kama mjua hapa tangulizi wake lakini na kwa balozi kwa ujumla. Asanteni sana.
Okay, naambiwa Balozi Anisa yuko online. Balozi Anisa Niwa. Basi tukuone. Okay, sawa sawa, nakuona. Karibu. Niko na wananchi wako. Umemute. Wewe wako unmute usalimie. Hello. Asante Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana, nipo pamoja nanyi. Karibu sana. Habari za asante sana. Nzuri mkuu, tuko pamoja tangu umeanza. Fadhali, manake hili lako hili. Ndio Mheshimiwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakupa tu nafasi muda mfupi kama una chochote cha kuongeza. Una salamu na mikono iko mingi kwa hiyo karibu. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana. Mheshimiwa Balozi Swahiba, mkurugenzi wa idara ya Amerika na Ulaya, Mheshimiwa Kaimu Balozi wa Washington DC, ndugu wana diaspora na wasalimu wote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana Mheshimiwa Waziri, umeongea mengi sana na umetoa dira na mwelekeo kwa masuala yote ambayo tunayafanyia kazi, na kama unavyofahamu Mheshimiwa Waziri, ushatupa maelekezo ya kiutendaji ambayo sisi watendaji wako tulio chini yako tunaendelea kuyafanyia kazi. Ni wasiki tu diaspora wao wavumilivu, watupatie muda kidogo tuweze kuyafanyia kazi. Umeongea vizuri sana Mheshimiwa Waziri kwamba hili swala ni mtambuka, linagusa taasisi na sekta na wadau wengi sana katika nchi yetu, sio la kwetu peke yetu, na hatuwezi kuwa waongo tukatoa promise ambazo sio za kweli za kusema kwamba tutaamka tu kesho na kulikamilisha papo kwa papo. Kwa hiyo watupatie huo muda ili tuweze kuwafanyia kazi, tuweze kulitekeleza hilo ambalo tumepewa, tuweze kulikamilisha kwa ukamilifu wake, na naamini kabisa kwamba serikali ya awamu ya 6 imesikia kilio cha diaspora na swala la hadhi maalum linafanywa kazi. Kwa hiyo wawe wavumilivu kidogo. Nina imani kabisa baada ya muda ambao unahitajika basi swala lao litakamilika. Mheshimiwa Waziri, niliomba tu niseme hayo machache kwa sababu umeshaongea mengi, nisingependa kuota down chochote. Bado tuko pamoja kwenye huu mkutano, kama kutakuwa na chochote basi tutachipini. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Asante sana Balozi Anisa, kama ulivyosema ubaki hapo hapo. Naona iko mikono mingi, pengine watu wengine itabidi uje ujibu mwenyewe. Na umesha kuna mwingine ambaye yuko kwenye chat ndio mnanisomea. Leo kwa tuone hiyo mikono kwanza. Shabani, naomba nianze na nani? Shabani Mbani, mbona uko wengi huko juu? Shabani, basi tuanze na Shabani. Naomba mtu anisaidie kusudi nisenga kukosa na ni mtu wengine majina siyaoni kuisha, na ningomba mjaribu sana kwa brief na to the point kama wanavyosema kwa Kiingereza. Asante sana. Asante Mheshimiwa Waziri. Nimefurahia hotuba yako ya leo na vitu vichache nitaka kuchangia katika mjadala wako wa leo. Swala la kwanza lilikuwa swala la visa tunapofika pale Dar es Salaam Tanzania. Nakumbuka mimi kwanza napia kutoka Canada Tanzania, mimi ni mhasibu hapa na nafanya shughuli za accounting. Tuliongea na waziri mkuu hapa akiwa hapa Canada Toronto. Alituahidi akasema swala kwa mfano la visa baada ya miezi 6 au miezi 3 at least unapata at least ya mwaka au hata miaka 3 as long as passport yako imeandikwa kwamba umezaliwa Tanzania, kwa sababu hizo pasipoti zote hizi zinasemaga kwamba wapi umezaliwa, hata kama ya Marekani, ya Canada, ya Uingereza inasema umezaliwa wapi. Kwa hiyo la kwanza lilikuwa kwamba tukifika pale as long as inaonyesha umezaliwa Tanzania basi visa isiwe hata miezi 3, iwe ya mwaka, kwa sababu Canada tunapata miezi 3.
pia kwenye visa hapo ningependa kama ulivyosisitiza hapo mwanzo kwamba tupende Tanzania wetu. Kama visa ya Marekani unaipata kwa dola 200, wenyewe wanapata visa on the transit pale airport pale. Kwa nini na sisi tusimachi visa ya Marekani akiingia naye Tanzania angalau naye alipe 200 ile kulipa dola 50 au dola 100? Hilo lilikuwa ni swala la kisera tu ambao mnaweza mkaenda mkafanyia mchakato. La tatu na ambalo ndio litakuwa la mwisho, Mheshimiwa, juzi hapo imetokea mambo sio mazuri pale Tanzania. Kijana Hamza amefanya uhalifu mkubwa, lakini mimi nilikuwa kule Disemba, nimeondoka, nimekaa miezi karibuni 3. Mheshimiwa, mapolisi nyumbani, ukienda bungeni naomba tuwakilishe hili, wanatembea na bunduki hadharani. Sidhani kama tunahitaji bunduki Tanzania. Mimi ninavyofikiria tunahitaji, labda mapolisi wanahitaji pistol tu, sio bunduki kubwa kama ile. Siku moja nilikuwa maeneo ya Lumumba pale, swala la ukaguzi wa vibali, naona bunduki inaniemea kwenye dirisha, naendesha bunduki inaniemea, namuuliza jamaa vipi, ananiambia ukaguzi wa kawaida. Ile si sawa. Naomba Mheshimiwa, ukipita bungeni, nimetoa kinyongo changu kuhusu hilo. Na la mwisho, na kukaribisha sana Canada na huku nako ni North America, ukipata nafasi ukuje ututembelea. Asante sana. Asante sana Bwana Shabani kwa hiyo mchango wako. Labda ni sasa hivi kama kwa vile inahusu nani afisa wangu wa immigration aweze kujibu hilo haraka, pengine na wengine wanaweza kawa nauliza hilo. Naomba Bi Sophia tujibu hilo la visa. Asante Mheshimiwa Waziri. Kuhusiana na issue ya visa, hasa kwenye kupewa holiday visa. Visa kupewa miezi mitatu inategemea na aina ya visa uliyoomba. Kwa mtu ambaye anakuja nyumbani kutalii, yeye atapewa miezi mitatu. Na kwa upande wa kusema kwamba kupewa miezi zaidi ya mitatu, sisi tuna visa nyingine ambayo inajulikana kama multiple entry visa, ambayo ni visa ya mwaka mmoja, lakini bado itakubana ukae nchini kwa siku 90, utoke na baada ya muda urudi tena kwa ajili ya kuja kuendelea na hizo siku zako. Yaani hakuna visa ambayo inasema kwamba wewe itakuruhusu uingie nchini ukae kwa zaidi ya miezi mitatu. Hiyo haipo. La hasha, uende kwenye option nyingine ya kuomba kibali cha ukaazi. Kama wewe ni mgeni ambaye unakuja nyumbani, una shughuli maalum unataka kuifanya, utabidi uombe kibali cha ukaazi. Hicho chenyewe kina maximum ya miaka 2 na gharama zake zinakwenda kutokana na aina ya hicho kibali utakachokipata. Na pia kuhusu kiwango cha kusema kwamba to match gharama nchi kwa nchi. Hivi vitu ni vya kama mwenyewe ulivyosema, ni vya kisera na ni mikataba ambayo iliingiwa tangu zamani. Ipo na inaendelea na inaheshimika kwa mtindo huo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimepokelewa, kitawasilishwa kwa ajili ya kufanywa kazi, sio kitu cha kusema tu kwamba tutajibiwa hapa au nitakitolea jibu hapa kwa hapa. Natumaini kwamba nimekujibu, au kama bado kuna swali zaidi unaweza kuendelea kuuliza. Asante Bwana Shabani, hilo nadhani nimejibiwa, lakini ya uhalifu na mapolisi kwenda na kutembea na bunduki baada ya masuala tumelipokea, na kama tulivyosema sisi kama wizara ya mambo ya nje hatuna majibu, lakini tutafikisha kwenye observation hiyo, tutafikisha kwenye mamlaka zinazohusika, taasisi zinazohusika. Haya, naomba nimsikie mwingine pale kwenye kona mwanzoni, anaitwa nani? Naona jina lake Kabuku. Kabuku. Anaitwa Kabuku, alafu tukitoka hapo kusudi wengine wajitayarishe, tutaenda kwa Minja. Alafu pale katikati na pale mwisho sipi. Haya, twende basi Kabuku. Ni mnaona tupeni majina, mimi sioni kutoka huko. Haya, karibu Bwana Kabuku, kama ndio jina lako. Unmute. Hivi niambie sisi au yeye? Can you unmute? Unasikia bwana? Namba ulisambuti. Mheshimiwa Waziri, mimi naitwa Joseph Bukire, nipo Washington State. Ni muuguzi hapa. Swali langu au kero langu ni moja tu. Tuna investment Tanzania na
nakuja pale swala la vitambulisho vya NIDA. Kwa nini hawataki kupokea passport zonazo kama ni document official ambayo Mtanzania yote anaipata kutoka nje ya nchi? Hilo ndio kero langu kubwa sana. Je, unaweza ukatuwakilisha huko aidha kwa waziri husika kwamba wapokee passport ili tupate kusajili investment zetu Tanzania? Ni hilo tu. Asante. Asante sana. Sidhani kama yote humu kwenye maafisa ambao anaweza kalijibu, lakini sitalifikisha. Mimi na msaidizi hapa anayechukua notes. Bwana Mrobi upo? Nipo mwisho. Kwa hiyo Bwana Mtielo sitalifikisha na naamini wataliangalia. Maana ninachosema tunataka kuondoa kero inavyowezekana, kero kwa wanaotaka kuwekeza. Kwa hiyo kama hiyo moja hapo inatoka kama kero, nadhani tutalifikisha. Frank, Bwana Frank, Dr. Frank Minja. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa fursa hii ya kuongea na sisi na hotuba uliotoa na maelekezo mengi. Kama rais wa DAICOTA ningependa tu kuwakilisha hoja tatu chap ili tupate clarification. Umegusia hapo issue ya hadhi maalum versus uraia pacha. Naomba tu urudie kwamba msimamo ni kufuatilia hadhi maalum alafu uraia pacha kama katiba itabadilika. Maana interview iliyofanywa kwenye Mwananchi at least walikuquote kama unatafuta uraia pacha, na hiyo kidogo imeleta sintofahamu katika umoja wa diaspora, kwa sababu wengi wanadhania kama labda msimamo umebadilika. Wakati tulikuwa na mkutano na Balozi Mbega wakasema kwamba msimamo unakuelekea kwenye hadhi maalum. So issue ni moja, je, ni hadhi maalum alafu uraia pacha, just to kind of clarify that. Namba 2 ni issue ya timeline. Tumeshukuru sana kwamba umesema sera itatoka mwisho wa mwaka huu. And we're really looking forward kwa sababu ni mara ya kwanza tumepata tarehe maalum. Kila tukiuliza timeline tupate tarehe maalum, kwa hiyo tunashukuru kwamba umeweka timeline. Sasa baada ya sera kinachofuata ni nini? Ni sheria ama moja kwa moja tunakwenda kwenye utekelezaji ambapo itaanza kudeal na hayo mambo ya visa. Kwa hiyo tukishamaliza hiyo sera December 31st, kinachofuata ni mchakato wa sheria alafu ndio utekelezaji, ama moja kwa moja tunaanza kuingia kwenye utekelezaji. And then namba 3 ni diaspora wengi wanajiuliza jinsi gani wanaweza kuchangia kwenye hayo maoni ya hiyo policy na sera. How do we have input? Tunashirikishwa vipi katika hiyo sera, ama tusubiri tu mpaka December 31 sera tunaletewa na labda hatujaweza kuchangia moja kwa moja? Asante sana Mheshimiwa Waziri, na kurudisha mic kwako. Asante. Haya, asante Rais wa DAICOTA. Yako maswali tajibu haraka, sio kwamba ni mepesi, ila kwamba tulishapitia haya. Hii kuhusu hati maalum raia pacha, hiyo kwa sababu mkisikia kwenye magazeti, sio kwamba mara mimi siku hizi nasoma kabisa taarifa yangu. Manake kila mmoja kutokana na shauku iliyopo. Kwa hiyo hata ripoti wanavyoripoti inakuwa inategemea na engo yao walikuwa wanaitafuta. Mimi nilichosema ni kwamba pamoja na kwamba katika hii kuainisha sera ya mambo ya nje, tuna swala la uraia pacha ni moja ya swala ambalo tunaliangalia, lakini kaambia kwamba ni mchakato, is a process, na sijui hiyo process itaishia, maana yake inavyosema ina angles nyingi tu. Kubwa zaidi ni hiyo kwamba katika kuweza kuwa na uraia pacha katika nchi zozote zile huwa inaingia kwenye katiba. Sasa hivi tunapoongea mchakato wa katiba haujaanza. Kwa hiyo mimi nilichokuwa natoa kama alternatives. Tunaangalia pia na nyinyi muangalie, maana nasema mlango umefungwa au kwenye mnaangalia tu mlango mmoja. Kwa hiyo ni kuangalia kwamba tuangalie pia na nyinyi, na tutaendelea kuongea na nyinyi kuona kuhusu hii mkakati mbadala wa hati maalum. Sijasema tumeamua hati maalum. Unakumbuka toka tule mchakato wa katiba, na niyo koza angekuwa ameparticipate hapa, alikuwa ametuwakilisha, alikuwa amewakilisha wa diaspora kwenye ile bunge la katiba. Kwa hiyo hakuna na jibu moja. Kwa hiyo ilikuwa na 3 options. Moja ya uraia pacha, lakini kuangalia pia na hii na nini nyingine, kuwa na hati maalum and so forth. Kwa hiyo tunaangalia yote, hatujafunga mlango kwamba sasa kama ndio maana sitaki kama niweke kwenye debate ya either or. Haitusaidii. Tuangalie hata kama ni hati maalum ikitokea mpaka tukishaona, mimi nimeona nilivyoisoma kama ya India. Ukishaipata hiyo, yani hata hiyo pengine hata ya uraia upata inakuwa not a big thing.
maana inakufungulia milango yote ambayo mnaitafuta. Kwa hiyo mimi ndio maana nasema sio, sijafunga process ya kusema kwamba niweke kwenye kuamua kwamba kama nikisema tuangalie hati maalum then uraia pesa unafikia unaishia hapo. Sijasema hivyo. Maana ikifika kwenye mchakato wa katiba hii inaweza kaendelea, lakini nasema in the meantime kwa nini tusiangalie hiyo alternative? That's what I was saying. Whatever mwananchi ripoti, mimi ninachosema ni hicho. Maana kuna wengine wamesema serikali imesema imekubali uraia pacha una nani, tunangoja utekelezaji. Hatujafikia huko. Hatujafikia huko bado, ni mchakato mrefu sana. Lakini pengine hii hati maalum ikitoka, na hiyo swali inakuja kwenye swali lako la pili kwamba katika utekelezaji ukishapitisha sera, utekelezaji wake unachukua sura mbalimbali. Kuna masuala mengine ya kisera ambayo yanahitaji ipitishe sheria kuweza kuanza kuitekeleza. Kwa hivyo kama hii moja, unaweza kaingia kwenye sheria ya citizenship. Maana sheria ya citizenship ipo. Sasa mkiingiza hati maalum inaweza kaingia katika kubadilisha au kuamend sheria iweze kutake into account hii hati maalum, hapo umeanza utekelezaji. Maana sijai kuna sera inatekelezwa hivi inakuwa na mpango wa utekelezaji. Inatokea saa nyingine haraka zimetengenezwa, regulations zimewekwa katika utekelezaji. Maana sera inakupa framework, policy framework. Okay, you can't implement the policy framework as it is. Ila kuna hatua ambazo zinabidi zifanywe. Kwa hiyo tutaona ikitokea kwamba kuna mwafaka kisera umepitishwa katika ngazi zote za serikali, then utekelezaji wake tutafika pale kama ni kubadilisha sheria, tutabadilisha sheria. Na ushirikishwaji, mimi nashangaa Rais Frank Minja umekuwa na unless mimi nilikuwa naambiwa vingine na nyinyi mmeandaa kingine. Mimi nilichokuwa nimepata impression ni kwamba kutoka Balozi Anisa katika ile imekuwa na midahalo ambayo specifically mnaangalia jinsi ya kutoa mawazo yenu kuhusu sera yetu. Kama ile haijafanyika, naomba ukozi tulifanyike kusudi ushirikishaji. Mimi nasema sio kwamba inapofika Disemba mimi ndio nianze kuwaita, hapana. Nataka by then nimeshapata mchango yenu, lakini sitaki hiyo kitu open ended which doesn't end. Kwamba ndio maana nimeweka timeline kwamba ikifika Disemba tu tumemaliza, tumepata michango yote, tumeiweka katika utaratibu wa serikali katika kupitisha sera. Lakini sio mimi naipitisha sera kama wizara. Inabidi ipite katika utaratibu wa serikali. Kwa hiyo mimi nasema kama mnaona bado kuna mchango inahitajika, tafadhali katika kupitia hii njia ya mtandao basi tutaendelea kuchangia, na Balozi Anisa yupo anawasikia. Kwa hiyo tutakuwa na kutumia platform zenu. Kama nausema kuna DAICOTA, kuna hivyo kama nikisema diaspora, kila mtu ameingia hapa na wala unajumuia hauna jumuia wewe, lakini Mtanzania ni mshiriki. Nadhani ndio hizi tutakazo kwenda, tutaendelea tuwe na hivi, lakini awepo kwa mfano upande wa ubalozi wanaweza wakaitisha. Kisa nakuta ubalozi wa Marekani anaweza kachukua initiative, wengine wote wakajoin. Kwa hiyo basi tuwe na hiyo, tutumie hii platform tuweze kupata mawazo yenu. Lakini na hiyo sera yenyewe Anisa, Balozi Anisa ndio mheshimiwa. Ndio mheshimiwa. Mimi nilikuwa naelewa kwamba mlikuwa mshaanza kupata kuchukua michango ya wana diaspora kuhusu hiyo rasimu ya sera yetu, sio? Mheshimiwa, mchakato wa huko nyuma maoni yaliwasilishwa katika balozi zetu kupitia balozi zetu yaweze kukusanywa. Lakini kama unavyofahamu hapo katikati, baada ya maelekezo kubadilika na kwamba yajumuishwe katika sera, ikabidi kwenye mwelekeo huo. Lakini pamoja na kwamba masuala yote ya diaspora yanajumuishwa katika sera ya mambo ya nje, lakini kuna utaratibu wa kuandaa mkakati wake wa utekelezaji, ambapo ndio masuala ya diaspora au maoni ya diaspora yanakusanywa. Na hivi karibuni nadhani ni last week barua zilishapelekwa kwenye balozi zetu zote ili ziweze pia kupitia jumuiya za Watanzania waweze kukusanya maoni kwa ajili sasa ya kuja kujumuishwa kwenye hapo tunapojadiliana hasa kwenye mkakati wa utekelezaji
wa masuala hayo ya diaspora, na hasa kwenye hilo swala la hadhi maalum. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuko kwenye hiyo hatua ya ukusanyaji, na naamini pengine labda Mheshimiwa Kaimu Balozi atakuwa amepokea barua yetu ambapo tumeomba pia diaspora wapewe maelekezo kwa ajili ya kuleta maoni yao, ili tuweze tutakapokaa sasa pamoja kwenye kikao cha wadau wote wanaohusika na masuala ya hadhi maalum, tuweze sasa kujadiliana kuhusiana na hayo yote, maoni yote ambayo tumeyakusanya. Kwa hiyo hilo limekwisha fanyika Mheshimiwa, na hata huko nyuma lilifanyika, lakini ni taratibu tu za kiutendaji zilibadilika. Mheshimiwa Waziri, naomba kuwasilisha. Asante sana. Sasa the ball is tayari kwenye balozi zetu. Namuona Vijeni hapa ananiangalia kwa jicho na nini, niambie umepata umekupata hiyo barua? Mheshimiwa, nimepata na nimempa sana kazi. Imeshapokelewa. Kwa hiyo katika hiyo uliuliza Dr. Minja kwamba tunashirikishwaje, nadhani ubalozi umeshapewa maagizo na ataweza kupitia jumuiya zenu na platform mbalimbali tutaweza kupata hayo hiyo mchango wenu kwenye mchakato unaendelea. Asante sana Balozi Anisa. Turudi kwenye wanaotaka kuchangia. Sisi tuna muda gani? Haji Rajabu Haji. Bwana Haji Rajabu Haji. Hello. Asante Mama Mula. Mimi naitwa Haji Rajab Haji, nipo Washington State, Seattle. Naomba kwanza nikupongeze wewe binafsi na nipongeze pia uongozi wa nchi yetu wa awamu ya 6 ukiongozwa na mama shupavu, na ni faraja kuona wamama mara hii mnatuongoza katika hali ya upole na kusikiliza kwa makini sambamba na waliopita. Nashukuru kwa hilo. Mimi nilikuwa na mambo mawili kwa uchache. Kwanza, nimekuwa nikichanganyikiwa na dhana nzima ya diaspora, namna inavyozungumzwa. Hii diaspora inavyofahamu na inavyoonekana wazi kwamba inazungumzwa kama kwamba kila anayeishi nje ni Mtanzania ambaye hana tena uraia wa Tanzania, na kwamba anatafutiwa mbinu ya kuweza kutafuta identity ambayo itaweza kumidentify. Lakini huku nje kuna watu ambao ni wa Tanzania ambao bado ni wamiliki wa pasipoti na ni wa Tanzania ambao hawajabadilisha uraia wao. Sasa tumekuwa tukigusia suala la uraia pacha na umiliki wa kupatiwa IDs ambazo zitawaidentify watu, na umiliki wa watu na umiliki wa vitu ambavyo watu tayari wanavyo huko nyumbani, kama mfano biashara au mali, majumba, mashamba na vinginevyo. Sasa itakapokuja kuundwa hii sheria ya diaspora kuwapatia watu aidha uraia pacha au identity kamili ya kumiliki, itazingatia vipi wale ambao walishamiliki walishamiliki mali zao huko nyumbani wakiwa bado si raia, na sasa hivi sheria ya Tanzania haimtambui mtu yote kama ni raia kwa vile ameshauacha uraia wa Tanzania. Sasa hili ni la kwanza. Sasa hii ni kesi ya kuku na yai, kipi kitakuja mwanzo na kipi kitamfuatia mwenzake hapo. Swala pili ambalo nataka kufahamu, identity hasa ya Mtanzania kwa sasa ni pasipoti yake, ni Tanzania ID au ni Zan ID. Hapa linakuja swala hasa kwa sisi ambao ni wazaliwa wa Zanzibar. Kwa mfano, kuna masuala ya uandikishaji wa aidha kiwanja, kama unamnunua kiwanja au kama unamiliki nyumba, kuna registration zinaendelea sasa hivi. Sasa unaishi nje, una pasipoti ya Tanzania, hujabahatika kuja nyumbani kutengeneza Zan ID au Tan ID, mali hile utaisajili vipi? Je, pasipoti itakubalika kama ni valid document ya kuweza kusajili na kutambulika kama hii ni mali yako halisi? Na kama haikubaliki, kwa nini sikubaliki? Kwa sababu Tanzania ni number 1 identity ya Tanzania. Tulizungumzia mwanzo hapo katika maelezo yako Mama Mula kwamba Tan ID, Tanzania ID zitatolewa kwa watu wote baada ya kukamilisha uandikishaji wa Watanzania waliomo ndani ya nchi. Ni lini tutamaliza uandikishaji huo, tukizingatia kwamba Watanzania kila siku wanazaliwa? Kwa nini hili lisiende sambamba ili kutoa fursa kwa Watanzania ambao wanaishi nje?
Ni hayo tu Mama Mulamula, nashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Asante sana Bwana Haji, nashukuru kwa mchango wako huo. Maswali uliyouliza nadhani ni maswali ambayo wengi pengine wangetaka kupata majibu. Majibu yenyewe ni kwamba, moja, tukisema diaspora, na nashukuru kwamba umerelate hapa, manake kusema diaspora sio kwamba wote kwamba ni watu ambao wamechukua uraia wa nchi nyingine. Na wewe kama ulivyoeleza, naamini na wewe kwa ndio tunasema kuna diaspora wenye uraia wa Tanzania wako nje kwa shughuli zao au kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo hao bado wana haki ya kumiliki ardhi kwa matumizi binafsi au uwekezaji, licha ya wao kuishi nje ya nchi. Maana bado kama umeukana uraia, hilo swali lingine. Lakini kama bado una uraia, una passport yetu, unajulikana kwamba bado ni Tanzania, then haki zako ziko pale pale. Isipokuwa kwa Tanzania ambao wameukana uraia wa Tanzania, ambao umiliki wao ni kwa matumizi ya uwekezaji. Ukozi wanapewa kama ardhi ni kwa ajili ya matumizi ya uwekezaji na mengineyo. Kwa hiyo mimi ninachosema kwamba sheria zilizopo zinaeleza wazi kwamba mtu yeyote ambaye ni Tanzania akichukua uraia wa nchi nyingine, mtu huyo atakoma kuwa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana wengi wana diaspora penyewe wana fall in this category, kwamba wamechukua uraia wa nchi nyingine na sisi hatambui uraia pacha. Kwa hiyo nasema tukiwa diaspora ikijikita sana kwenye hii swala la uraia pacha, sio kwamba sisi hatutambui kwamba kuna Tanzania ambao ni wana diaspora lakini bado ni wa Tanzania na hawajaukana uraia. Kwa hiyo mimi niliweka wazi hilo. Sasa kuhusu ya vitambulisho, ndio kama ilivyokuwa nimeelezwa hapo mwanzoni kwamba kuna mmoja ambaye aliuliza Shabani au nani mwingine aliuliza Ukira, I think akauliza kwamba unataka kwenda kuwekeza lakini unaomba kitambulisho cha NIDA. Kwa nini sitambulike passport? Kwa hiyo maana nilisema hili tutalichukua, mimi sikujua kama ilikuwa ni kero, tutalichukua na kuuliza mamlaka zinazohusika kama mtu anaweza akatumia passport kama kitambulisho. Na mnajua wakati mnaomba passport mpya walilegeza sharti la NIDA. Walioko nje wote hakuna aliyetakiwa kuonyesha kadi ya NIDA. Watu wanajua hamjapata kadi za NIDA. Kwa hiyo mmetumia vitambulisho vingine, mmetumia passport za zamani kuweza kupata passport mpya. Kwa hiyo ninasema kwa kweli katika case by case basis zinaangaliwa, lakini mimi kama hili nilikuwa sijajua kama ni tatizo ambalo nataka kwenda kuwekeza na naomba kadi ya NIDA. Kwa hiyo tutaweza kuongea na mamlaka hasa kueleza case maalum za watu ambao wako nje. Kwa hiyo mimi kuhakikishia Bwana Haji kama ulivyosema huko Seattle, lakini pia bado ni Tanzania. Kwa hiyo mimi nadhani una haki ya kumiliki ardhi na mengine yote ambayo wewe kama hujaukana uraia wa Tanzania. Kwa hiyo na identity tutalifuatilia hilo. Naomba nimtambue Bwana Mohamed Adam. Naomba unmute. Bwana Adam, jitambulishe. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Na mimi pia nakupongeza kwa kuteuliwa nafasi hiyo, na upongeza kabisa uongozi mzima wa Tanzania uliopo sasa hivi kwa kutoa fursa hii ya kwamba tuendelee na mjadala wa kuwa na aidha kama ulivyoeleza special status au uwe na uraia pacha. Mimi hoja yangu nafikiri niliitoa katika mjadala wa Daikota mara ya mwisho kwamba kwa nini tunajadili kupima au uraia pacha au hadhi maalumu ikiwa serikali yenyewe imeshaamua kwamba inachokitaka ni hadhi maalum na sio uraia pacha.
kwa sababu tumeshatumia miaka 10. Nakumbuka clip ya mwisho nimeiona ya Bernard Membe, Mheshimiwa Bernard Membe alizungumzia kwamba serikali itatoa uraia pacha wakati huo, na kwa kweli muda wake ukapita, hatukupata uraia pacha na majadiliano yakashift kuwa hadhi maalum. Miaka 10 Kenya walishajadili uraia pacha wakatoa, sisi hatujaweza bado. Sasa najaribu kufikiria kama miaka 10 tuliotumia kujadili aidha uraia pacha au hadhi maalumu haikutosha, tulikuwa tunahitaji miaka mingapi? Kwanza hoja yangu ya pili, sio kwangu mimi kama afisa wa uhamiaji hapa Marekani na mwalimu wa uhamiaji, nahisi cha muhimu sio jina, nembo. Cha muhimu ni kifurushi kiliomo. Muda mwingi tunatumia kuzungumza jina la hadhi. Naomba twende kwenye nani. Najua hayo kwa yalishasikika. Umesema miaka 10 naongelewa hilo, tusirudi miaka 10 tena. Sasa hoja yangu ya pili ni kifurushi kilichomo ndani ya hicho ambacho kinatolewa. Kifurushi yani content. Katika mambo ya uraia kuna vitu viko wazi kabisa, ajira na mipaka yake. Tungeainishiwa Tanzania inataka kutupa mipaka gani ya ajira watu wa diaspora. Tungeambiwa katika masuala ya kupata ardhi, benefit ya kuwa tunamiliki ardhi, tutapewa haki iliyokuwa sawa sawa na Mtanzania au chini ya Mtanzania. Vitu hivyo ndio vitu tangible vya kuvijadili, kwa sababu ukisema utaweza kuwa na ardhi lakini ukafika pale unaambiwa wewe kama diaspora utakuwa na hadhi ya kukodishwa, utakuwa na hadhi ya kuwa una umiliki right of occupancy, umekuwa short change sawa na ile haki ya raia wa Tanzania. Kwa hiyo tukijikita muda mwingi kujadili label tukaacha content, tutakuta tunapoteza muda mwingi. Mwisho wa yote tukija tukaamua kwamba sasa tunachukua hadhi maalum, na hadhi maalum wenyewe iko short change kwa sababu content hazikujadiliwa. Sana Bwana Mohamed, sidhani Ndandela utakuwa utawatendea haki ambao wamekuwa kwenye mjadala kwamba watu wanaongea lebo. Nadhani tumekuwa kwenye content, ndio maana naangalia masuala yote yanayoendana na uraia pacha. What does it mean? What does it mean kuwa na special status? Sidhani kama watu wanaangalia lebo lakini content. Lakini nasema kwamba mjadala uendelee. Unaweza kusema umechukua miaka 10 lakini kila nchi unakuta kama nchi ya Marekani tuko karibu miaka 200 na kitu, lakini bado masuala haya unakuta amendment of economy, fifth amendment, 10th amendment. Kwa hiyo tunaendelea na tunasema, mimi nashukuru kupata mawazo yenu, lakini sio kwamba siyuko nani umejimute. Naomba tumalize kusema tuende na mtu mwingine. Bwana Adam, nimekusikia, nimekuelewa, lakini sikusikii tena. Kwa hiyo mimi naomba tujikite pamoja, sio kwamba nataka kwa short change. Nadhani hii swala haji nadhani tumeliongelea. Sasa tuingie masuala, kuna masuala mengine I think naamini ya fundamental mbali na hii ambayo imeitwa ya lebo. Ombi langu Mheshimiwa, naomba ungetutajia ambacho mnakifikiria kama content ya hicho ambacho tunataka kupewa. Mheshimiwa Mohamed, nakwambia content ni kubwa, sio kwamba tunaongelea lebo tu. Content ni kubwa na ndio maana tunasema tutawashirikisha kuweza kupata mawazo yenu katika kubuild that content. Kwa hiyo content hapa nikikupa tutakaa hapa mpaka kesho kutwa. Content ni kubwa na nzito, lakini tunataka kusikia na nyinyi, maana nyinyi wengi mnauliza tu
Sasa sisi tunataka mtupe kitu ambacho kitasaidia tuweza ku make progress. Kwa hiyo tumekusikia na tutaendelea kupata nani yenu, mchango wenu, lakini mchango ambayo inatusaidia to move forward. Asante sana. Asante. Naomba nimtambua Saul, S-A-U-L. Sijui jina linatamkwaje, sitaki kulikosea. Saul. Yes, Saul. Unmute. Hello. Yes, naomba uitambulishe na naomba mwe wa nani mtoe nani fupi, maana naona nina watu kama 20 na kitu. Mimi naitwa Saul Mwakatapanya, naongea toka Chicago. Tumeshakutana zaidi ya mara moja. Kabla kuja Chicago nilikuwa Ottawa, kwa hiyo najua tumeshakutana zaidi ya mara moja na kufahamu na nakupongeza kwa kupata nafasi hii. Najua wewe ni mwakilishi wetu mzuri sana wa watu ambao tuko kwenye diaspora. Kwa hiyo nakushukuru na kupongeza. Ambacho nataka tu kusema kwa kweli mimi is not so much ni swali ni ushauri tu kwamba wewe kama waziri wa mambo ya nchi na ushirikiano wa kimataifa actually tayari una madaraka ya kuweza kutoa kibali cha special status, na kuna precedent ambazo ziko. Moja nitatoa ya juzi Zanzibar tayari wameshapitisha sheria ya special status. Sasa Zanzibar ambayo ni sehemu ya serikali ya Tanzania, ingawa of course kuna mambo maybe ya mashirika ya kimataifa maybe wana status za kwa, lakini wameshapitisha sheria. Moja. Kitu kingine ambacho tunaweza kutumia kama reference, baada ya vita kuu ya pili kuna wa Canada ambao walienda kushiriki kupigana vita Ufaransa, wakaoa Wafaransa. Ufaransa wakati ilikuwa na sheria kwamba ukishaoa Mfaransa basi inapoteza uraia wake wa Canada. Canada haina katiba inayosema kwamba ina dual citizenship, lakini wakatoa special status kwamba nyie mlio huko bado mtaendelea kuwa Canada kwa upande wa kwetu. Ninachosema ni kwamba tusifanye hiki kitu kiwe too complicated. Mimi sizungumzii uraia pacha, nazungumzia special status. Nafikiri swala la special status liko mikononi mwako na tayari una madaraka ya kisheria na kuna precedents za kutosha kukulinda kisheria kwamba unaweza kufanya maamuzi. Tukafanya kitu kikaenda, then tukaanza mchakato mwingine uendelee wa katiba, sijua vipi bungeni wanafanya vipi. Kwa hiyo na kila hatua iliyofanya ni nzuri, lakini maybe the only discussion in content ya vitu, yani hiyo special status. Asante sana Mwakatapanya, na natamani ingekuwa nayo madaraka unayosema, lakini kwa hiyo ni majukumu na jukumu tunaendelea nalo, na ndio maana nataka tuendelee kulizungumzia na naamini tutafikia mwafaka. Naomba tena tukiwa labda Canada nimlete pia Profesa Deogracius Tuweyongeza. Nimekuona muda mrefu. Karibu Profesa. Naomba ujamnimute. Ameshaondoka. Yupo. Naomba ujamnimute, make progress. Basi watakuchukua baadaye. Naona lakini naomba endelea kuongea Profesa, tunakuona, nataka tukusikie na naomba uwe very brief. Mnanisikia? Tunakusikia. Nashukuru Balozi Muramula. Mimi na Balozi Muramula tunafahamiana because of our connection in Bukoba, kwa hiyo nafikiri unajua views zangu labda, lakini kwa sababu naona una watu karibu 800 nafikiri ni vizuri kuweka baadhi ya mambo kwenye context. So kuhusu issue za diaspora, nafikiri kama alivyokuwa anasema Adam, hii kuendelea kudiscuss muda mrefu, wakati mwingine ya mambo yanatokana na kukosa context kwamba je, Watanzania lile walio wengi ambao mara nyingi wanafanya haya maamuzi kuhusu
haki au za diaspora, je, wana appreciate kuwa na diaspora? Nafikiri hilo, kwa sababu wewe umeshakaa nje na unaelewa value ya watu wanaoishi nje zaidi ya wale watu labda ambao wanaishi Tanzania wanavyo appreciate hiyo relationship. Okay? Ukiangalia debate ya Tanzania kuhusu diaspora, you can go back hasa wakati wa Mkapa, Kikwete, ilipokuja hapa wakati wa JPM, diaspora ikawa kind of not a priority. Sasa hivi imerudi, lakini ukiangalia the context ni kwamba Watanzania wanatendi kuangalia diaspora in terms of our dollar value that we can do for the country. Okay, so watakwambia kwamba how much money they send, how much investment they have made, and how much X, Y, and Z, how much factories got. Ukiangalia hiyo kind of dollar relationship between na ndugu zenu na sisi, you will never see that context, kwa sababu you are essentially dealing with a certain stage of immigration ambayo imetokea. Immigration ya Tanzania overseas is new, okay? Is new in the sense kwamba we have largely small number of people ambao wame-immigrate in the late 1990s and the 2000s around. Kwa hiyo na nimescroll hizi, sasa hivi una watu karibu 800 kwenye huu mkutano, na nimescroll kuna pages kama 37 naangalia picha. I haven't seen anybody who is too old kuangalia kwamba ni watu waliokwisha kwa zamani, ni watu ambao wa middle age. So you are dealing with a diaspora population ya watu ambao they are somewhere in the 60s and below, okay? Kwa hiyo essentially you are dealing with a generation ya kwanza ya immigrants ambao maisha yao yameanzia Tanzania kwenye professions, kwenye vitu vingine, na pamoja na watoto wao ambao sasa hivi ndio wanaingia university au graduate university. So you are still dealing with the population ambayo is more of a professionals other than the business people, okay? Hiyo ina value yake tofauti na bado Tanzania wanataka kuongea in terms of large dollar investment of things. You are essentially dealing with the people ambao wameanzia maisha yao kwenye ofisi za Tanzania, kwenye universities za Tanzania, kwenye hospitali ya Tanzania, kwenye shule za Tanzania, kwenye vijiji vya Tanzania, na ambao mguu mmoja huko Tanzania na mguu mwingine huko Canada kama nilipo hapa. Na kwa hiyo wale wana essential position ambayo wana play kwenye nchi kama Tanzania. Kwa mfano mtu ambaye amesha Canada hapo, kwa mfano ikitokea disaster kwenye foreign countries, watu ambao wa actually wana engineer serikali ya Canada ku assist hizo country katika hizo disaster kama earthquake, drought, famine, flood, ni diaspora wao walio hapa. So having a small diaspora overseas is a weakness kwa Tanzania, okay? You simply need actually to encourage kuwa na diaspora kule as your insurance and your voice in places where you cannot speak for yourself, okay? Lakini you understand that, Professor, tusaidie kweli, how do we move from here katika essentially you can issue ni kuchange line of argument, badala ya kuweigh whether you give us a status or not kwa kuangalia ni how much you can invest. Give us a status in the sense kwamba you are one of we are one of you. We are one of you. We still represent more value or kwa value sana actually to advocate you than actually you advocate yourself overseas, okay? Kwa hiyo if you understand that, huta question tena kwamba kwa nini na own nyumba na kiwanja Bukoba, okay? You won't question that because you see my value there, okay? You won't be able to question kwa nini mtu ana shamba kijijini ambalo alirithishwa na baba yake, okay? You won't question those things. You won't question it right for me to travel back and forth from Tanzania, or you won't even make it harder for anything, okay? Kwa hiyo maana umekaa huku, you understand that, and I believe probably you have relatives also in the diaspora kuliko watu wengine walivyo. You can explain these things, kwa sababu watu wakishajua hilo, okay, kutakuwa na easy prolonged period of debate bila solution, kama alivyokuwa anasema Mohamed Adam, nimesahau jina lake, okay? Kwa mfano wakati wa Kikwete wewe ulikuwa unasafiri naye, na in fact ulishakuja hapa Edmonton kwa diaspora conference in 2012 na Kikwete alipokuwa anakuja kule huko alikuwa anatoa speech kwa Kiingereza. Anajua kwamba kuna viongozi wa serikali za hapa, anatoa speech kwa Kiingereza. But akifika pale katikati anabadili na
anaongea Kiswahili, na ili aongee yale mambo ambayo hataki viongozi hapo wasikie. Alikuwa na topic aliyokuwa anasema kwamba nyie njoo mjenge nyumba Tanzania, ili mnapokuja kutembea msije mkakaa kwenye nyumba za kaka zenu na dada zenu, kwa sababu watawadharau by doing that. Okay, come and build your own home so that when you come you have your property to stay with your family without having to depend on your sister or your brother for accommodation. And then we did that. Okay, kwa hiyo that's what I'm saying. Na kwa diaspora wenzangu, don't just run for dual citizenship. You will get stuck on those things. Run first for special status, ili ukaprotect vile vitu values ambazo unahitaji. Everybody knows that you don't want to be dispossessed of your house. You don't want to be dispossessed of anything you own in Tanzania. Okay, that can be granted by special status. Okay, you can debate for hundreds of years of a diaspora dual citizenship, but that can be all those things. Prof, umesikika Prof. Asante Prof, mimi nadhani umeeleweka. Naomba nimuite Seche huko. I assume Seche Marechera. Yeah. Seche. Sijui mnanisikia? Sikia, karibu. Mheshimiwa Waziri, kwanza nianze kwa kushukuru na kupongeza kwa posti hiyo uliopata. Pia naomba ni extend shukrani zangu na pongezi kwa Mheshimiwa Rais. Kwanza kabisa kwa kututambua sisi diaspora. Ilikuwa ni speech mbili kwa kama diaspora na angalia nchi nyingine. Kwa hiyo tunashukuru sana. Mimi katika wiki chache hizi zilizopita nimekuwa nikijikita sana kwenye issue ya uviko 19, na kitu kikubwa ambacho nimeona nyumbani, chanjo hii haijapokelewa vizuri kwa kweli. Watu wengi walikuwa ni wazito sana, na hii sio kwa Tanzania tu, ni kwa Afrika nzima. Mpaka sasa hivi katika bara zima la Afrika ni 2.5% ya Waafrika ambao wamepata chanjo hii ya uviko 19. Na kwa kuwa mmekubali kutushirikisha sisi kama diaspora, naomba niombe kwa serikali ni vitu gani ambavyo sisi tunaweza kusaidia kama diaspora kuhamasisha na kusaidia kusudi nchi iweze kuona tatizo hili na ukubwa wake na kupokea masuala ya chanjo. Asante sana Dr. Seche, naona nani yako connection haikuwa nzuri, lakini nimekusikia na tunakushukuru sana hasa kwa jinsi ulivyokuwa umetusaidia sana katika kuhamasisha. Hizo video zako zimesaidia, tumezisambaza, na wakisikia kutoka kwa Mtanzania ambaye wanamtambua, kwa hiyo imesaidia. Huu ni mchango mkubwa sana na tunaomba uendelee kuelimisha. Umeelimisha sana umma kwa huo mchango wako. Kwa hiyo tutaendelea kukutegemea, lakini na wengine pia katika kusaidia hiyo kuhamasisha. Kama ulivyoeleza, asilimia ni ndogo ya watu tayari ambao wamechanja, sio kwamba hatuna chanjo tunazo sasa hivi, lakini kasi yake ni ndogo. Kwa hiyo tutaendelea kutoa, ni mchango mkubwa sana sana sana. Tunautambua na tunakushukuru. Sofia Thomas. Sofia, nimekuona muda mrefu. Sofia, uko tayari? Naongea kutoka Netherlands. Haya, karibu. Asante, nashukuru mheshimiwa. Mheshimiwa, kumekuwa na tatizo moja la mawasiliano kati ya Tanzania na diaspora. Kwa mfano, kuna kipindi nimewahi kujaribu kutafuta masuala ya masoko na kilimo. Na nimewahi kuwasiliana na wizara mbalimbali kule Tanzania. Lakini sipati majibu yoyote. Na ilikuwa ni kipindi hiki cha COVID-19 ambako sisi tulikuwa tuko lockdown, hatukuweza kuja Tanzania. Lakini nilipata soko kubwa sana la maharage. Na nikajaribu kutuma email kwenye wizara, TFDA, lakini mawasiliano hayakuwa mazuri. Sijui mnaweza mkatusaidiaje, maana yake inaonekana kwamba ni tatizo kubwa.
na nilikuwa na mdau ambaye ni mdachi wa hapa, na yeye alikuwa anajitahidi, yani tumejitahidi kweli, lakini tumekosa soko kwa sababu ya mawasiliano. Sana Bi Sophia, nataka nikuhakikishie kwamba Wizara ya Mambo ya Nje imeanzisha idara maalum ambayo tunaita idara ya uchumi, lakini maswali yote hayo na mko na mawasiliano na waziri wetu, waziri balozi wetu Balozi Kasianju, kama ila tu hizo barua zako kama unaweza kutuletea, sijui nikupe contact ipi, lakini si tuko tayari kuwasaidia yote. Okay, asante, nashukuru. Haya, tutakupa contacts zote, lakini ukiangalia wizara sasa hivi tulivyojipanga, hayo tutakuwa tunawasaidia sana katika kufacilitate kupata majibu. Okay, asante, nashukuru. Mimi wote huko. Naomba Profesa Mbuya, sijui bado upo? Karibu Profesa Mbuya. Nipo Mheshimiwa Waziri, karibu sana Marekani. Mimi nazungumza kutoka Florida, Marekani. Okay, mimi nitakwenda, la kwangu ni pendekezo, sio swali. Tumekuwa tunazungumzia kuhusu Tanzania kuwa uchumi wa kati, na hilo linafurahisha kama ni kweli. Sasa mimi ningependa kuzungumza kidogo outside the box. Kuna kitu tunachoita commercial economy and knowledge economy. Knowledge economy hapa Marekani ni kama dola trilioni 6 hivi, 6.6 or something. Sambamba na commercial economy, ningeomba kama watu wa diaspora tungeweza tukapewa platform ya knowledge economy na tunaweza kudiscuss hii in detail. Nimewahi kwenda India kwa mfano, nimefundisha kule kama maafisa kilimo. Mimi ni mtaalamu wa kilimo, maafisa wa kilimo kama 5,000 ni bure. Sasa hivi ninafundisha kule Nigeria na wanafunzi wa PhD kama 4 hivi, ni bure. Vitu kama hivi tuna wataalamu wengi hapa kwenye diaspora ambao wangeweza wakasaidia nyumbani, lakini kama tunavyosema mawasiliano ni matatizo. Unaita labda kule Sokoine, hakuna mtu anayezungumza na wewe. Kuna vingi vya kuweza kusaidia knowledge economy ya Tanzania na kutakuwa sambamba na commercial economy. Kuna vitu ambavyo tunaweza tukasaidia kule, kwa mfano machine learning, big data, artificial intelligence, internet of things, vitu kama hivi. Kwa hiyo tungeomba labda kungekuwa na platform tunawezaje kuwatumia wataalam walio kwenye diaspora kukuza elimu. Elimu nyumbani nayo imekuwa hafifu kwa kiasi, kama maono yangu ni sahihi. Langu ni hilo. Tupe platform, tuko tayari kusaidia. Asante sana Profesa. Yaani kama nilipoanzia nikasema tukiwa tunaongea mchango wa diaspora sio wa kuwekeza, the commercial but the knowledge. The knowledge contribution ambayo mtafanya ni kubwa, na hiyo kuanzisha kwa platform kama hiyo of course ni both sides. Sisi kama upande wa serikali tunatoka, lakini nyinyi wenyewe mkachukua initiative. Kwa mfano kama wa Daikota, Dr. Frank Minja wanakuaga na platform ya health platform. Kwa hiyo ambao wote wanaokuwa katika hiyo field wanachangia na mawazo yao, mchango yao inatufikia. Sanieni ni mchango ya hali na mali, sanieni mchango ya ideas, lakini pia nimwambia wanachukua hata kujitolea miezi 6 mingapi wanakuja nyumbani wanasaidia katika sectors. Kwa hiyo mimi ninachotoa rai yangu ni kwamba iwe inaweza kuanzia kwenu, lakini na sisi tukasaidia kuweza kuendeleza hizo platform. Lakini kwa upande wa wizara, mimi nasema sasa hivi msikwame, hata kama ni Sokoine tutawafikia, tuambieni, fikieni. Siongei kama siasa, lakini katika utendaji kwa kweli tumejipanga. Dr. Maganga. Hello. Dr. Maganga upo? Mnanisikia? Karibu. Asante. Nilikuwa nimenyoosha mkono baadaye nikashusha kwa sababu profesa aliongea vizuri sana. Lakini labda kwa kusema tu kwa haraka
Dr. Maganga kumpa ametuongelea kuzungumzia, basi tunashukuru. Nawapongeza kwa kazi nzuri na mainjinia tuko ready kushirikiana na nyie. Sana uko wapi Dr. Maganga? Mimi niko Birmingham, Uingereza. Safi sana. Karibu, tunashukuru. Asante. Knowledge platform tunaitaka hii. Nitakuwa na lecture natoa University of Dar es Salaam nafikiri mwezi wa Oktoba. Very good. Asante sana. Maki ndio yeye kasema tahitaji uraia pacha hiyo. Sawa. Asante sana. Naomba nimkaribishe Mohamed Jawad Kaki anayeshughulikia masuala ya elimu na si huko Bwana Mohamed Jawad Kaki. Unaonekana upo. Basi kama upo tu. Hello. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Karibu, naomba jitambulishe. Shikamoo mheshimiwa, na kushukuru sana umenipa nafasi hapa kuzungumza kidogo. Mimi hapa naitwa Mohamed Jawad Kaki, naishi hapa Washington State, wilaya ya Washington, Amerikani. Na niliacha Tanzania mwaka wa 1971. Sasa hivi umri yangu ni mwaka 63. Mimi sina ombezi na fikra kidogo tu. Katika economy ya uchumi itafika, muhimu sana watoto wote wa raia wa Tanzania wapate nafasi kwenda shuleni, wapate elimu nzuri. Na kuuliza swali, jinsi gani sisi wa Amerikani hapo tunaweza kuwezesha walimu wa Tanzania waweze kupelekeza elimu nzuri kwa watoto wote wa Tanzania. Mimi nimejaribu sana. Nimeanza kazi Tanzania mwaka 2003. Tumetumia kadiri ya dola $6,000 au 7 hivyo. Lakini sijapata matokezo inanipa furaha. Naomba samahani, Kiswahili changu sio nzuri kama yenu. Maana mimi nimeacha Tanzania mwaka 1971. Lakini nafikiri tumeelewana. Swali langu ni namna gani sisi tunaweza kushirikiana na Wizara ya Elimu ya Tanzania kuwezesha elimu bora kwa kila raia wa Tanzania. Katika uchumi wa your future in a global economy, it is extremely important that Tanzanians have got excellent education. If they don't have education, they will not be able to be competitive. Okay, asante sana Bwana Haji. Tunajua kwamba wewe kwa kweli uko katika hiyo fani ya elimu. Tunakuhakikishia kwamba tutaweza kukuunganisha na Wizara ya Elimu. Sisi tunafanya kazi kwa karibu sana siku hizi, lakini pia elimu ni pana sana. Nataka kujua wewe ni eneo lipi ambalo ungependa kuchangia katika kukuza na kuimarisha elimu yetu. Kwa hiyo mimi naamini hapa ubalozini wanasema wana contact yako, kwa hiyo tutakuunganisha, mimi nitakuunganisha kabisa na Wizara ya Elimu na hasa Profesa Ndalichako, uone kwamba mchango gani unaweza kautoa katika hiyo sekta ya elimu. Nakushukuru sana. Naomba nimuite Ikunda upo? Niko naye kwenye listi, kama labda umeshika sign out. Nimuite Mheshimiwa Mbunge Neema Rugangira, mwanadiaspora ambaye ni mbunge, nilimwona hapo awali. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri. Shikamoo. Karibu Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Kwanza shikamoo. Mimi langu ilikuwa tu ni kukupongeza sana kwa kuitisha mkutano huu. Nimefarijika sana, na kwa niaba ya mimi binafsi, lakini pia wako wabunge ambao wako tayari kushirikiana na wewe bega kwa bega kuona kwamba tunatoa support ipasavyo kwenye kuhakikisha kwamba sera ya diaspora inakwenda vizuri na swala la special status kwa kuanzia. Kwa hiyo ilikuwa tu ni hilo, lakini kukupongeza sana na kuwaomba diaspora waendelee kuwa na subra na imani, kwa sababu jambo liko mikono salama, na Mheshimiwa Waziri unalibeba hili jambo vizuri sana pamoja na Balozi Anisa. Asante.
Asante sana mheshimiwa mbunge, mkisikia hiyo mjue umefarijika, maana kama alivyosema mimi madaraka ninayo, lakini madaraka mengi hapo bungeni. Kwa hiyo kuna wadau, mheshimiwa Neema Ugangia naye ni mmoja wao, na bahati nzuri nasema bunge hili na wana diaspora ambao kwa kweli wanalielewa. Kwa hiyo mimi nadhani tuko pazuri. Asante sana mheshimiwa kwa kushiriki. Naomba nimuite Siwale, nimeona Siwale siku nyingi saa nyingi, si Siwale, si Sanale. Siwale nimemwona muda mrefu. Siwale, karibu. Hello. Karibu Siwale. Asante. Kwanza Mheshimiwa Waziri, nataka kusema shikamoo na nashukuru sana kunipa fursa hii ya kuweza kuongea na wewe. Na kwanza mimi kwanza samani, Kiswahili changu sio kizuri kama chenu. Nilizaliwa Tanzania, lakini Kiswahili ni kama lugha ya pili tuseme. Kwa sababu nilikuja huku Marekani, niko Boston, nikiwa na miaka 8, nilikuwa mtoto mdogo sana. Sasa nimejifunza English, ndio lugha yani naitumia kila sehemu wakati wote. Mama tu ndo nilikuwa naongea naye Kiswahili, akiongea nilipokuwa mdogo. Bahati mbaya namjibu Kiingereza kwa sababu wenzangu na kila sehemu ni Kiingereza, so sikupati sana. Lakini wewe lugha yote sasa hivi unayojisikia unaweza ukaongea haraka zaidi. Asante, Kiingereza itakuwa. So I came to Tanzania back in 2018 to do an investment. And you talked about investments. You spoke about Tanzania, being a good place to invest. And at that time in 2018, I heard the same thing when Mheshimiwa Magufuli was president. It seemed like a very good place to invest. So I've been working here for about 10 years, working hard. I gathered some contacts. I decided to try to come to Tanzania and invest in Korosho. And so I basically gathered investments from other investors here that are American. I gathered about $500,000. I came to Tanzania to invest in Korosho with someone that I knew, who was a family friend. And what happened was he ended up stealing from me. He forged everything. He went and created fake documentation, fake documentation from the cashier board, fake bank statements, fake everything. So I tried to make sure that all the money was going into the right investments. It turned out that all he did was he took the money that I wired him into his business bank account and withdrew cash. Everything was withdrawn out in cash. $500,000 in cash he withdrew, and no one knows where the money is. So I went to the police. I went and filed the report. This was in 2018. It's 2021. Okay, he finally got taken to court, and it's the United Republic of Tanzania versus Migisha Bashahume. Okay, and to date, this is money laundering, right? This is not stealing. This is not just forgery. This is money laundering. And as far as I understood, money laundering, you don't have bail. There's zero bail and zero tolerance in Tanzania. To this date, he was able to post bail. He's out. The prosecution is doing a terrible job because they're not trying to figure out where the money is. They're not trying to figure out what he did with the money, even though the statements show that he took money out. Instead, it's this runaround situation where no one is giving me any answers or seems to be helping me. I went to the U.S. Embassy here in the States and told them about what's going on. I went to different leaders, and no one is helping me. So when you say that Tanzania is ready for investments and it helps people who bring investments overseas, I'm sorry, but I have to disagree because I've experienced otherwise. Right now, I can't get any the person, Midisha, who stole from me when I gave the investments, he's not being prosecuted in the right manner. So how can you say that Tanzania is ready for investments and is